Junzo TV, sauti ya jamii. Kwa kweli nimesimama hapa kwa masikitiko makubwa sana na huzuni mzito. Ni nyakati ngumu sana kuweza kusimama hapa tukimwaga mwenzetu, diwani mwenzetu, mzee wetu Philipo Gikaro. Ni mzee ambaye alikuwa ni kiongozi, sio tu mcheshi, bali ni kiongozi mnyenyekevu, mwenye hofu ya Mungu, mchapakazi na aliyejitoa kwa ajili ya kuhakikisha maendeleo ya kata ya Kitale. Huyu mzee wetu huyu, ndani ya miezi miwili tu tuliweza kushuhudia ni kwa jinsi gani alihakikisha anashirikiana na wananchi wa Kitale kuhakikisha wanajadili na kuleta maendeleo. Hata wale ambao kwenye social media mtakuwa mliona mzee hakubaki nyuma, alikuwa anahakikisha kutembelea miradi ambayo serikali imeanza kuleta kwenye maeneo yake. Aliokana kukagua miradi ya barabara, aliokana kukagua miradi ya umeme, lakini pia hata mara ya mwisho wakati anahudhuria kwa mara ya kwanza kwenye baraza la madiwani ambao wanapitisha rasimu ya budget ambayo inaenda kuweka budget kwa mwaka wa fedha 2026/27, mzee alisimama kuhakikisha anaisemea Kitale, kuhakikisha anaisemea mji wa Tarime. Aliweka vipaumbele vyote ambavyo alivitaka vifanyike kwa kipindi hichi ndani ya kata yake ya Kitale. Lakini maskini baba huyo aliweka yale kwa dhamira ya dhati kabisa. Na amesema hapa mwenyekiti wa halmashauri, baada ya pale alikuwa anaondoka kwenda Dodoma kufuatilia mafao yake. Lakini mzee huyu tunaweza kuwa tunalia kwamba ndoto yake imekatishwa, kiu ya kuleta maendeleo ndani ya kata ya Kitale imekatishwa. Lakini niwahakikishie, baba yetu ametangulia. Ndoto zake na dira zake alikuwa akiongea na sisi madiwani tunazifahamu. Tutahakikisha tunayatenda yale yote aliyetamani kuyafanya ndani ya kipindi cha miaka mitano, kama ambavyo alipita kijinadi akiomba mumchague na kaahidi atatekeleza. Tutahakikisha tunatekeleza yote, kero ya umeme, kero ya barabara, maji, kwenye afya na elimu, lakini zaidi ule mlima Nkongole kama alivyosema hapa pia mwenyekiti wa kata hii ya Kitale, ndugu yangu Matias. Nikuhakikishie wananchi wa Kitale, mlima Nkongole umesemwa vyema hapa. Na kwenye kikao cha RCC kuna tume iliundwa ya kuchunguza ile sakata la mlima Nkongole. Wakati inapita tunaomba wananchi muweze kutoa ushirikiano, lakini kiu kubwa ni kuhakikisha mlima unarudi kwa wananchi na kufanya maendeleo kama ambavyo inatakikana. Ndugu zangu, wakati ukiomboleza kifo hichi cha ndugu yetu cha ghafla, makebora kama tungemuuguza. Ameondoka ghafla akitoka kwenye majukumu yake akapata ajali. Wakati tukiomboleza kifo hichi, tuhakikishe tunaendelea kushirikiana kuhakikisha tunaleta maendeleo ndani ya mji wa Tarime, lakini zaidi ndani ya kata ya Kitale. Niwahakikishie kama mbunge wenu, tutahakikisha tunasukuma gurudumu la maendeleo. Hii barabara ambayo ni changamoto kwa kweli, ni barabara ya kiuchumi. Ni barabara ambayo watalii wakitoka Kenya wanapita hapa kuelekea Serengeti. Ni barabara ambayo usafiri na usafirishaji kutoka Tarime mjini kuelekea Nyamwaga, kuelekea Nyamongo mpaka Mgumu ndio barabara kuu inatumika. Ni barabara ambayo iko busy sana kwa mkoa wa Mara, kwa maana wanaotoka Tarime mjini kwenda kwingineko. Na kipande kingine kimeshatengenezwa. Niwahakikishie kupitia jinsi ambavyo tulianza kueleza ndani ya RCC na sauti yangu bungeni, tumehakikishiwa kwamba tutapata fedha kiasi cha shilingi bilioni 7.99 kama bilioni 8 ndani ya muda mfupi ujao. Kama sio mwezi huu ni mwezi wa 3 tutakuwa tumeshapata fedha, kwa sababu ya kuhakikisha tunajenga ile barabara kwa kiwango cha lami na kupanua iwe katika standard ambazo gari zitapita na taondokana na ajali ambazo tumezipata kwa muda mrefu. Tunapata kulemazwa, tunapata kupoteza nguvu kazi kama hivi. Lakini nimeteta na mkuu wangu wa wilaya akasema kwa kipindi hichi ya wiki 2 mpaka 3
atahakikisha wakati kusubiri hizo fedha zifike, kuna sehemu ikifika wameziba, mvua zinapita zinabomoa, kuhakikisha kwamba kupitia na wadau mbalimbali tunaziba yale mashimo kwa kipindi hiki ili tusiendelee kupata haya majanga wakati ukisubiri hiyo bomolewe na kujengwa kwa standard kabisa. Kwa hiyo namshukuru mkuu wa wilaya na naamini katika uchapakazi wako utaenda kuhakikisha kwamba yale mashimo yanazibwa sio kwa moram, yanazibwa kwa standard ambayo hata mvua ikinyesha yasiweze kutoka kwa wiki hizi 2-3 zilizobaki. Maana mkandarasi akipokea hela leo hataanza leo, lazima ajiandae kuleta vifaa. Kwa hichi kipindi cha mpito kama ni wiki 3 tusiweze kupata madhara makubwa zaidi. Lakini kingine ni mshukuru ndugu yangu Soyawani. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Jana nikiwa hapa alikuja ndugu yangu Christopher, mzee wangu Christopher Mwise. Aliongea kwa kweli akimlilia ndugu yetu aliyetangulia hapa, akaeleza shida ya kutaka kujengewa nyumba na alivyokuwa ameahidiwa, lakini pia akasema kuna nyumba ambayo yuko bado hako anaishi lakini haina umeme, inahitaji wiring. Lakini kwa sababu sasa hivi kwenye maeneo yote ya kata ya Kitale ikiwepo mtaa wa Nyamiubo na mingine ambayo haina umeme ipo katika mchakato wa kupelekewa umeme. Na kwa sababu ndugu yangu Soyawani ameshachukua jukumu la nyumba, na kushukuru sana, jukumu lililobaki la wiring pamoja na furniture mzee nitaichukua mimi. Amen. Chuo TV. Sauti ya jamii. Yote na maono yote ya diwani ambaye hatunaye sasa, mheshimiwa na mzee wetu mzee Filipo, alikuwa na maono makubwa sana kwenye kata hii. Na hata siku ya kikao hicho, bahati nzuri na mkuu wetu tulikuwa naye, mkuu wetu wa wilaya, nafikiri yapo mambo ambayo alikuwa anatamani kwenye hii kata yafanyike, hususani miundombinu ya barabara, umeme na mlima Nkongole. Lakini nimshukuru sana mkuu wetu wa wilaya kwamba swala la mlima Nkongole analishughulikia vizuri sana. Wana Kitale niwaambie, na mkuu wetu wa wilaya nikushukuru sana kwa namna ambavyo unalishughulikia jambo hilo. Lakini swala la barabara tulishazungumza na meneja wa TARURA, na bahati nzuri mkuu wa mkoa alikuja akaitisha mkutano kwenye kata hii na akatoa maelekezo ya barabara na umeme. Na unapozungumza sasa, barabara zilishaanza kutengenezwa na umeme tayari, shughuli ilishaanza kwenye kata hii, hususan kule Nkongole. Wao ni waahidi wana Kitale, tutamuenzi mzee wetu, rafiki yetu, diwani mwenzetu na madiwani, nafikiri mnanisikiliza vizuri, na mkurugenzi wetu na mkuu wa wilaya na dasi yuko hapa. Tutahakikisha yale ambayo yalikuwa ni maono ya mheshimiwa Filipo tunayatekeleza kadiri alivyokuwa anategemea yeye. Kwa hiyo ndugu zangu, niwape pole sana, nirudie kusema asanteni. Chuo TV.